Tunaendelea na somo letu, semina ya familia. Somo la familia katika mpango wa Mungu. Familia kama Mungu alivyoikusudia, kama alivyoipanga. Muasisi wa familia ni Mungu, na tunataka makusudi yake yatimie kwenye familia zetu. Neno kuu ni hili, kwamba familia ilikusudiwa kuwa kioo cha kuakisi sura ya Mungu duniani, na baada ya anguko kuiharibu sura hiyo, Injili imekusudiwa kuirejesha kwa wale wanayoshirikiana nayo hiyo Injili. Ukiangalia neno kuu hili lina mambo matatu. Kwanza, linataka kuonesha kwamba kuna sura ya Mungu iliyokusudiwa kuoneshwa kwenye familia. Jambo la pili, anguko liliharibu hali hiyo. Na la tatu, Injili inarejesha hali hiyo, lakini kwa wale wanaoshirikiana na hiyo Injili. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Tumetazama sura yenyewe ilivyo, tumetazama mambo yanayotakiwa ili kwa familia iliyokusudiwa na Mungu muasisi wake itokee. Ndio tumemaliza jana. Leo tunazungumza athari za anguko la Adamu kwa familia. Athari za anguko la Adamu kwa familia. Tuombe. Baba yetu, tunakushukuru na kulihimidi jina lako mno kuu. Asante kwa kutupa nafasi ya kusikia kutoka kwako, maana ni neno lako pekee lenye mamlaka ya kuongoza mioyo na maisha yetu na njia zetu. Na sisi tumekuja kwa mioyo iliyo wazi, tukitamani na kuomba utujalie ufunuo wa kweli ya neno lako, na kutujalia kwa wale watu wenye utayari wa kulitenda neno lako kwa kupenda, kwa hiari, kwa furaha. Basi tujalie macho ya mioyo yetu kuona kweli iliyo katika neno lako. Tuone katika simulizi ya neno lako yale unayosema nasi. Tukuzalie matunda katika hayo. Jenga familia zilizo bora hapa na wale wanaosikia kwa chombo cha Sauti Kuu TV na watakaosikia baadaye, katika jina lake Mwokozi wetu Yesu, amen. Athari za anguko la Adamu kwa familia. Ni kitu gani kilitokea Adamu alipotenda dhambi? Na utakumbuka tumesema tangu mwanzo ya kwamba wanadamu wamekuja kwa njia ya uzao duniani. Inapokuwa kwa njia ya uzao, maana yake wametokana na wale waliowazaa, na hiyo moja kwa moja inamaanisha kwamba wamepokea vitu kutoka kwa wazazi wao. Tulizungumza habari za familia katika ngazi tatu. Familia ya kiulimwengu, global family, kwamba wote tutokana na mmoja ambaye ni Adamu. Mataifa yote yanatokana kwa mmoja ambaye ni Adamu. Lakini unapo break down, unaona kwamba hiyo familia ya ulimwengu imeundwa na familia ya mataifa, kwa maana ya makabila na koo zake. Lakini unapoendelea ndani zaidi, unakuta hizo koo zenyewe nazo zimeundwa na familia moja moja. Kwa hiyo kuna familia, ngazi ya familia, familia moja, ukoo, kabila, ulimwengu mzima. Na tunaposema walitoka kwa mmoja, kwa lugha ya Biblia hasa ni kwamba Adamu alikuwa na mataifa yote kwenye viuno vyake. Adamu alikuwa na Wachina, Waafrika, Waarabu, wa Japan, Wazungu, Wahindi, viunoni mwake wote wametoka kwenye viuno vyake. Na kwa sababu hiyo, kilichomtokea Adamu kimewatokea wote. Maana kimewatokea wakiwa kwenye viuno vya Adamu. Hilo tutalizungumza zaidi kesho, swala la jinsi ambavyo sura ya mtu inarithishwa
kwa kizazi chake. Lakini tunasema haya ili tuweze kukuonyesha kwamba kile kilichomtokea Adamu kwenye anguko kiliwatokea pia wote vizazi vilivyokuja baadaye. Ndio point, ndio tunataka kusema. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17 tunasoma hivi. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Labda tuanze mstari wa 16 tuone agizo hili la Mungu. Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Anamauthorize, anampa mamlaka juu ya matunda ya bustanini. Lakini mstari wa 17 anasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kumbe kifo ni matokeo ya moja kwa moja ya Adamu kumuasi Mungu wake. Kifo na mauti ni neno moja. Siku hizi watu wanatumia vibaya neno mauti, wanasema umauti umemfika. Hakuna kitu inaitwa umauti, unasema tu mauti imemfika. Hicho ndio Kiswahili kimenyooka. So umauti, mauti imemfika. Hapa tukutana na kitu mauti, kifo. Na Warumi sura ya 5 mstari wa 12 ina amplify ukweli huo. Anatuambia, mstari wa 12 Warumi 5, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Huyo mtu mmoja ni nani? Adam. Dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo nini? Mauti. Na hivyo mauti ikawafikilia watu wangapi? Wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Hapa Adamu aliintroduce kitu kwenye dunia ambacho hakikuwepo, kinaitwa dhambi, yaani uasi, hali ya kwenda kinyume na maagizo ya Mungu. Nani aliyekuwa nayo mwanzo kabla ya Adam? Shetani na malaika zake. Maana dhambi ilianza mbinguni, sio duniani. Malaika Lucifer alipokuwa mbinguni aliasi moyo wake mbinguni, tangu akiwa mbinguni aliasi moyo wake, uliasi tangu akiwa mbinguni. Maandiko yanatuambia vizuri kwenye kitabu cha Isaya sura ya 14 na Ezekiel sura ya 22. Na Adamu anapoumbwa duniani, Shetani anaona kwamba Mungu ameumba ufalme duniani tofauti na ule ufalme wa mbinguni, na amempa Adamu ufalme huo, ndiye mfalme wa ufalme huo. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Lakini anaona pia kwamba Adamu huyu ni tofauti na yeye, yani tofauti na yeye Shetani. Kwa maana Shetani ni malaika kwa asili yake, na malaika hawakutokana na uzao. Malaika wameumbwa kila mmoja peke yake. Tuko pamoja? Yani malaika hana baba na mama na binamu na shangazi. Sisi wanadamu ndio tunaitwa human race. Tunaitwa human race, ni uzao. Twatokana na wazazi, twazaliwa sisi. Na kwa kuwa twazaliwa, basi tunarithisha watoto. Maana huyo mtoto ametoka kwetu, ni sehemu yetu. Tuko pamoja? Na kwa hiyo Adamu, kitu Shetani alichofanya ni kuintroduce dhambi, ni kuileta dhambi kwenye ulimwengu wa mwanadamu, akijua akiipata kwa huyu mtu mmoja Adamu. Unajua Adamu ni kama chanzo cha maji. Wangapi naelewa tunaposema chanzo cha maji? Yaani kwa mfano chemchemi inatokea pale, alafu inatiririka hivi. Ukiweka sumu huko katikati, hiyo chemchemi itakuwa na sumu kwa kitambo kifupi tu, si ndio? Maana itapita. Lakini ukienda kwenye source, kwenye chanzo kabisa, ukatumbukiza sumu pale, na inabaki ile, maana yake maji kuanzia mwanzo mpaka mwisho atakuwa na sumu. Kwa kadeta kitu tunachoitwa uasi, ndio dhambi, yani hali ya kwenda kinyume na maagizo ya Mungu. Na ndio maana maandiko yanasema dhambi bila sheria imekufa.
Maana dhambi ni nini? Dhambi ni hali ya kwenda kinyume na maagizo, amri. Sasa kama hakuna amri, basi haihesabiwi, maana hakuna kitu ambacho imeiasi. Lakini leta tu amri, umesema tusile matunda, tutakula. Na ukishaasi, matokeo ya kuasi ni nini? Mauti. Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Mauti, ndugu zangu, ni nini? Tunaposema mauti, mara nyingi tunafikiria mtu kufa alafu akaenda akazikwa, mwili unaoza. Mauti hasa maana yake ni kutengwa na Mungu. Kutengwa na Mungu kiuhusiano. Iko hivi, sisi Adamu alipoumbwa, hakuumbwa ili uhai wake uwe ni wa kwake, unatokana na yeye mwenyewe. Aliumbwa kiumbe aliyeungwa na Mungu, mwenye uhusiano na Mungu, na mema yake yote asili yake ni Mungu. Tuko pamoja? Ukimtenga na Mungu, maana yake umemtenga na uhai wa Mungu, maana Mungu ndiye yuko hai. Umemtenga na mema ya Mungu aliyokusudia kuwa nayo. Kwa Adamu alipopata mauti hii sio ya mwili. Mauti ya mwili ni mtoto au ni zao la mauti hasa, ambayo ni mauti ya rohoni. Maana yake hali ya kutengwa na Mungu kiuhusiano. Lakini sio kutengwa na Mungu tu kama tutakavyoona, ni pia kuungwa na aliyetangulia kuwa na hali ya kutengwa na Mungu, ambaye ni nani? Ni nani aliyetangulia kutengwa na Mungu? Niambie, fikiri, ni nani aliyetangulia kutengwa na Mungu kama kabla ya Adam? Shetani. Kwa shetani ndio wa kwanza kupata hali ya kutengwa na Mungu, na kwa sababu hiyo ndiye baba wa hali hiyo. Mtu anapotengwa na Mungu anakuwa amepata mambo mawili. Kwanza, ametengwa na Mungu, lakini pili, amepokea hali tabia ya shetani. Kwa lugha nyingine, ni kama anazaliwa mara ya pili kiroho kwa upande wa giza, anakuwa mtoto kabisa wa shetani. Lakini mauti inayosemwa hapa, kama nilivyokuambia, sio ya mwili, ni ya roho. Roho ya mtu inatengwa, na mtu ndiye roho. Yaani roho ikitengwa, maana yake mtu mwenyewe katengwa na Mungu. Unakumbuka andiko tulilosoma pale Mwanzo sura ya kwanza, sura ya pili mstari wa 17. Mungu alimwambia, siku utakapokula matunda hayo utakufa hakika. Siku. Kwa kama ilikuwa ni kifo cha mwili, maana yake Adamu angekufa mwili. Lakini je, alikufa mwili pale? Hapana. Lakini Mungu alisema siku utakapokula. Alikufa siku ile, lakini sio mwili wake. Mwili wake ulipokea hali ya kuharibika. Yaani ulipokea hali ya kufa, lakini wenyewe kweli haukufa saa ile. Kwa maneno mengine, mauti ilianza rohoni, alafu ikaufanya mwili, ikaubadili mwili kuwa mwili upatikanao na mauti. Kama Adamu asingeanguka dhambini, mwili nao usingekufa pia. Tunaelewana? Tuko pamoja? Lakini baada ya Adamu kuanguka dhambini, mwili ukabadilika nao sasa, kama maandiko yanavyoita, unakuwa mwili upatikanao na nini? Na mauti. Na utaona mauti ile iliyoanza rohoni ilianza kukua na athari zake zikaanza kuonekana. Lakini katika milenia ile ya kwanza, katika ile miaka 1000 ya kwanza ya uhai wa mwanadamu duniani, unaona watu waliishi miaka mamia, si ndio? Jamani, sawa? Ndivyo Biblia inavyotufundisha. Maana yake ni kwamba mauti ilikuwa haijapata ascendance, ilikuwa haijakuwa, utawala wake ulikuwa haujafikia mahali pa kuutisha mwili kiasi hicho. Lakini ni hatua, na kwa kadiri watu walivyokuwa wanatenda dhambi kwa wingi, ndivyo na miaka yao ilikuwa inavyoendelea kufanya nini? Kupungua. Na hii inakuambia ya kwamba mauti ni kama udongo ambamo huota mambo mabaya. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 15. Ukipata mauti, umepata shina la mabaya yote. Kwa hiyo Adamu alipoanguka, alipokufa, na Adamu alielewa nini maana yake alipoambiwa kwamba siku utakapokula utakufa. Kufa ndio kitu kibaya kuliko vitu vyote.
Mauti hii ya rohoni ndio kitu kibaya kuliko vitu vyote, na ni kitu ambacho hakiwezi kuondolewa isipokuwa kwa dhabihu. Na tena kwa kuwa mwanadamu aliumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, ni wa hali ya juu zaidi kuliko mnyama, na kwa sababu hiyo mnyama hawezi kumkomboa mwanadamu, wala mwanadamu hawezi kumkomboa mwanadamu mwenzake, maana na yeye pia ameanguka na anazaliwa katika urithi wa mauti ile ile. Aliyekuwa amebaki wa kumkomboa mwanadamu ni mmoja, nani? Mungu, ambaye ndio juu zaidi. Unaweza kuona predicament tu mwanadamu anajikuta nayo. Kumbukumbu inatuambia hivi, angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na nini? Na mema, na mauti na nini? Na mabaya. Hapa kuna principle muhimu sana. Uzima wa rohoni ni shamba linalozaa mema yote ya Mungu. Yaani Mungu akikupa uzima, maana yake pia amekupa na nini? Mema. Hebu sema uzima na mema, mauti na mabaya. Binakwenda hivyo. Ukiwa na uzima wa Mungu, kuna mema yanazaliwa mengi ndani yake. Tutaona huko tunakokwenda. Lakini hapa tunashughulika na athari za anguko la Adamu. Kwa hiyo tutazungumza habari za mauti. Mauti inakwenda na nini? Sema kanisa, mauti inakwenda na nini? Mabaya. Mauti inakwenda na mabaya. Na kwa kuwa dhambi ndio matokeo ya mauti, ni matokeo ya dhambi, na dhambi imemfikia mwanadamu, kama Paulo alivyosema kwa Roho Mtakatifu kwenye Warumi 5:12, mauti ikawafikia watu wangapi? Wote. Hebu tusome tena ile Warumi sura ya 5 mstari wa 12. Naomba tuende pamoja vizuri, akili yako iwe hapa, tutafakari pamoja, tunahitaji kuelewa sawa sawa. 5:12 Warumi. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja, huyo Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikilia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo ulimwengu wote umekufa kiroho, na hii ni athari ya dhambi, ni matokeo ya moja kwa moja ya dhambi. Sasa kama tulivyosema, mauti hii ni ile hali ya kutengwa na Mungu, lakini sio na Mungu tu, na hali tabia zake. Mungu ni upendo, kwa mfano, ni furaha, ni mwenye furaha, ni mwenye amani. Lile tunda la Roho ni hali tabia za Mungu. Ni mtakatifu, ni mwenye haki, ni wa kweli. Ukitengwa, ukipokea mauti, unatengwa na huyo Mungu na mambo yake. Lakini haiishii pale pia. Mauti ni kuungwa na shetani na hali tabia zake. Kwa lugha rahisi, Adamu alizaliwa mara ya pili kwenye ulimwengu wa shetani. Akawa rasmi mtoto wa nani? Wa shetani. Tunataka kuelewa hii vizuri kibiblia bila mashaka. Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Na hapa Bwana Yesu alikuwa anazungumza na watu ambao walikuwa ndio watu wa kidini kuliko wote katika zamani zile. Dini ya Kiyahudi, viongozi wa dini ile, watu walioonekana ni watu bora kabisa kiroho kwa vipimo vya wanadamu. Lakini akawaambia, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Ni muongo na ni asili ya uongo, kwa lugha nyingine. Na hapa mstari wa 44 unatuonesha hali tabia mbili kuu za shetani. Kwanza ni muuaji,
na pili ni muongo. Hizi ndizo tabia kuu za shetani. Ni muuaji na pia ni muongo. Na ndio maana utaona kama tukavyoangalia maandiko hapa, tabia kulianza kuonekana chuki kwenye familia ya Adam baada ya anguko. Na chuki ni nini? Chuki ni uuaji kazini. Ndio maana Biblia inasema kwamba anayemchukia ndugu yake ni muuaji. Kabla mtu hajaua kwa kuinua mkono kupiga, huwa ameshaua moyoni. Tuko pamoja? Na ndio maana kutokusamehe na kuwa na uchungu ni kitu kibaya sana. Ni kitu ambacho kina descend kutoka kwa shetani. Ni mzizi wa shetani. Yesu anazungumza, anatuambia sababu walitaka kumuua ni kwa sababu ni wana wa yule muovu. Hizo ni tamaa, ni matamanio ya baba yao. Unakumbuka aliwaita wana wa joka, joka wana wa majoka. Enyi nyoka wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Aliwauliza. Kwani anasema nyoka? Nyoka ni nani? Ni shetani. Biblia inatufundisha hapa ndugu zangu ya kwamba shetani, Adamu alipotenda dhambi, kulizaliwa familia nyingine ya kiroho duniani ambayo haikuwepo. Na hapa nataka ni introduce wazo hili. Ubora wa familia unaanzia rohoni. Wenye wanafamilia wapaswa kwanza kuwa wana wa Mungu, wapokee hali tabia ya Mungu. Lakini wakibaki ni wana wa yule muovu, vitu hivi vitafuatana nao: uuaji, uongo, mambo ya yule muovu yatakwenda nao. Yesu alisema kwenye Injili ya Yohana sura ya 10 na mstari wa 10, akionyesha jinsi ambavyo akikontrast, akitofautisha kazi zake na za yule muovu. Anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Hiyo ndio kazi ya shetani. Mimi nalikuja ili wawe na nini? Uzima, kisha wawe nao tena. Anazungumza mimi nalikuja wawe na zoe, uzima wa Mungu. Zoe ni uzima. Na angalia, kumbe mwanadamu alichohitaji ni kumuondolea mauti ya rohoni na kumpa uzima wa Mungu. Unakumbuka ile kanuni? Mauti huenda na mabaya, uzima huenda na nini? Mema. Tuliweka kwa namna nyingine, uzima huenda na hali tabia za Mungu, mauti huenda na hali tabia za shetani. Twende pamoja taratibu, tuone hizi athari za familia na siri ya mambo haya. Kwenye waraka wa kwanza Yohana sura ya 3, waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 10, tunakutana na maneno haya. Kweli ya Mungu ni ile ile, iko kila mahali kwa jinsi, kwa mfafanuzi tofauti. Anatuambia watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Kwa lugha nyingine, mtu wa Mungu ana tabia za Mungu. Atendaye dhambi ni wa nani? Ni wa Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Twende taratibu. Kumbe kama jinsi ambavyo Adamu alizaliwa mara ya pili kwa upande wa giza, ili mtu atende mapenzi ya Mungu, awe na tabia za Mungu, inampasa na yeye azaliwe tena na nani? Na Mungu.
ili apate nature ya uungu rohoni mwake. Anasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi wala hawezi kutenda dhambi. Anazungumza habari za habitual sinning, anazungumza habari za kujikwaa na kujirudi kwa Bwana. Anazungumza habari za kuwa mtu mtenda dhambi kwa kawaida yako. Huwezi kuwa mtu unayetenda dhambi ikiwa una uzao, umezaliwa mara ya pili ndani. Unapompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, utu wako wa ndani ambao ndio wewe mwenyewe hasa, unazaliwa tena. Unazaliwa kuwa mtoto wa Mungu, unazaliwa na Mungu kuwa mtoto wa Mungu. Unajua mtoto wa ng'ombe ni nani? Na wa mbuzi, na wa nyoka, na wa mtu, na wa Mungu. Ni Mungu. Anasema uzao wake, hali tabia ya Mungu iko ndani yake. Kama Mungu asivyotaka kutenda dhambi, na huyu mtu aliyezaliwa na Mungu pia hawezi kutaka kutenda dhambi. Ndio maana ukimkosea Mungu, roho yako inaumia, utu wa ndani unapata shida, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu kutenda kwake dhambi, anatendaje sasa? Na maandiko amesema hawezi kutenda dhambi. Anatenda dhambi anapoufuata mwili wake. Maana kilichozaliwa mara ya pili ni roho, sio mwili. Tuko pamoja? Mwili una mambo yake na roho ina mambo yake. Hilo ni somo lingine tumewahi kujifunza hapa, lakini nataka uone ilivyo clear, wazi kabisa, jinsi ambavyo kumbe Adamu alipoanguka alileta uzao wa shetani rohoni kwa mwanadamu. Na tangu pale, kama tutakavyoona, familia ikaanza kuonyesha maotea ya shetani. Familia ya Adam ikaanza kuonyesha maotea ya shetani. Angalia Mwanzo sura ya 4. Lakini kabla ya kusoma sura ya 4, twende na hii sura ya 3 hapa mpaka mstari wa 15. Yohana wa kwanza sura ya 3. Tumefika mstari wa 2, tumefika mpaka mstari wa 10. Tumefika mstari wa 9. Anasema katika hili watoto, mstari wa 10 sasa, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda nani? Ndugu yake. Kumbe watoto wa hapa duniani sasa kumetaja na familia mbili. Na hii ndio inaleta shida sana kwenye familia, kwa sababu unakuta mmoja kazaliwa mara ya pili, ni mtoto wa Mungu, kwa hiyo ana uzima wa Mungu na waambatana na tabia zake. Ni mtu wa upendo, mtu wa furaha, wa amani, wa kusamehe, nia yake ni kufanya mema. Kuna mwingine hapa hajazaliwa mara ya pili, ni mtoto wa Ibilisi. Lazima kutakuwa na conflict. Tamaa za baba yake ndiye atakazo kuzifanya. Lazima kutakuwa na conflict. Na anatuambia hapa, anatuonesha hapa, hizi familia unazoziona za wanadamu hizi, rohoni ni familia mbili. Unaona wote ni wanadamu, lakini ama yuko kwenye familia ya shetani au yuko kwenye familia ya Mungu. Hakuna neutral ground. Na ndivyo dunia ilivyo leo. Kabla Yesu hajaja, wanadamu wote walikuwa na mauti ya rohoni. Wayahudi kwa kuwa walikuwa kwenye Torati na walikuwa chini ya damu ya mbuzi na ndama, ile mauti iliingiliwa ili isitende kazi kwa ukamilifu, lakini ilikuwepo. Maana Torati haikuleta uhai wa rohoni. Ili ilete uhai wa rohoni, ilibidi kila mmoja atende kila amri bila kuvunja, ndipo angeishi. Kwa hiyo kilikuwa haiwezekani. Paulo anasema kama Torati ingelitolewa iwezayo kuhuisha, yani kufanya kuleta uhai wa rohoni, haki ingepatikana kwa sheria, lakini haikuwezekana. Tuko pamoja watakatifu? Anasema katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. Huhitaji kuuliza hivyo watoto wa Mungu wakoje. Ukimkuta yule mtu ambaye kwa tabia yake anatenda dhambi, ndio maana katika tunasema tukimwona mshirika anatenda dhambi alafu hashtuki, anaendelea nayo, ni moja kati ya mambo mawili: ama hakuwahi kuzaliwa mara ya pili kabisa, kwa lugha nyingine hakuwahi kuokoka,
au alipookoka alirejea nyuma akawa mtu wa mwilini. One of the two. Lakini ukizaliwa mara ya pili, ukimjifunza Yesu, ukikua, huwezi kuishi dhambini hata kidogo. Ni heri, utasema heri mtu aniue lakini niende mbinguni ikiwa mzima. Mioyo yetu iko loyo kwa Mungu, mwaminifu kwa Mungu wake. Anasema, maana hii ndio habari tuliyosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Unaona hapa anasema, narudia mstari wa 10. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki atokane na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Unajua kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu mtoto wa kwanza wa uhai wa Mungu ni upendo. Sijui kama naposema mtoto wa kwanza tunaelewana. Yaani ukiwa una uhai wa rohoni, umezaliwa mara ya pili. Ukizaliwa tu mara ya pili, ukiokoka tu, kitu cha kwanza, tunda la kwanza ni upendo. Upendo ule wa Mungu wa kupenda watu wote pasipo sababu, pasipo masharti. Mimi nakumbuka nilipompa Yesu maisha yangu, kabla sijaokoka nilikuwa aina ya mtu ambaye nilikuwa na mambo mawili makubwa. Sichokoze mtu yoyote, sitaki kumfanyia mtu yoyote kitu kibaya, lakini sitaki kufanywa pia kitu kibaya. Na nilikuwa nasema, mtu akinichokoza, tunayelingana tutapigana. Kama ni mkubwa kuliko mimi simuweze, nitamuua. And I meant it. Nitamuuaje? Nitatafuta namna iliyo kubwa kuliko nguvu zangu ya kumuua. Na nilikuwa na maanisha kabisa. Ndio maana tunasema uhai wa Mungu ukimuingia mtu unamfanya mtu kiumbe mpya. Na nilikuwa na mtu nimeazimia kabisa kumuua. Kuna mwalimu alinionea na nikapanga kabisa kumuua kabisa. Kwanza nikamwandikia barua ya kumfitinisha kazini na akafukuzwa, alafu nikapanga kumuua. Alafu naona okay, it's okay. Ni mtoto wa nani? Mtoto wa ibilisi. Lakini pia kwa maumbile yangu mimi ninampenda sana mama yangu sana 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 sana. Ungeweza ukanitukana mimi nikakuacha, ukinitukana na mama yangu tutapigana. Lakini kuna mtu alimnena mama yangu vibaya sana. Sasa ukimnena mama yangu vibaya, kama ni mtu mzima naona vibaya kukupiga, basi nitakuwekea kinyongo milele. Kwa hiyo nikaweka kinyongo, na ni ndugu huyo, siendi kwake. Na siendi kabisa, huwezi kuniambia chochote niende. Unajua nilipookoka kitu chofanya cha kwanza, nilipofika kijijini kwa shoni, nilienda kubisha hodi kwake. Kwa sababu sina tena kinyongo naye. Nimemwachilia, nimemsamehe. Na sio mmoja. Sio mmoja. Nilikuwa na mwingine pia, naye ni ndugu. Alifanya vitu vya ujinga, tupilia mbali. Na ndivyo nilivyokuwa. Ndio maana watu wa kimya waogope sana. Usiwaone wamekaa hivi ukafikiri na huko kichoni akiendelee kitu, hapana. Mtu ambaye si mchokozi, ni mpole, usimchokoze. Ana maamuzi makubwa sana. Na maamuzi ambayo hayarudishwi nyuma. Kilichonirudisha nyuma nikawapenda ni uzima wa Mungu uliniingia. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Na uzima wa Mungu uliponiingia nikawapenda wote. Na hawezi nakwambia hivi, ngoja nikwambie siri. Huwezi kunifanya nikuchukie hata ufanye nini. Unaweza kunijaribu lakini siwezi kukuchukia. Chuki haina nafasi kabisa moyoni mwangu. Hata ukifanya nini siwezi kukuchukia. Kwa sababu ndani hakuna kuchukia. Ili nikuchukia inabidi niachane na Yesu ambaye ndio upendo. Lakini as long as ninajua kutembea nuruni maana yake ni kuenenda katika upendo, na mimi nampenda huyo Mungu, siwezi kuwa na chuki, siwezi kuwa na kinyongo, siwezi kukutendea neno baya. Hicho kitu hakiwezekani. Ndio maana nasema upendo wa Mungu ni acid test ya mtu aliyezaliwa mara ya pili. Tuendelee kusoma. Si kama Kaini alivyokuwa yule muovu akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Ndugu zangu, msistaajabu ulimwengu ukiwachukia. Sisi tunajua ya kuwa tumepita mautini, kutoka mautini kuingia wapi? Uzimani. Kwa nini? Kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji.
nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Hii inaelezea vizuri sana jinsi ambavyo mauti inakwenda na chuki na uharibifu wa tabia na uhai. Uhai inamaanisha uhai wa Mungu. Neno uhai na uzima ni kitu kile kile. Ni kama tunavyosema mauti na kifo. Mauti na kifo ni kitu kile kile. Kwa Kiswahili ndio tunatofautisha kifo, mauti. Lakini katika lugha nyingine ni hivyo, ni mauti tu. Thanatos. Thanatos wanaita Kiyunani. Sasa tunasema dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo nini? Mauti. Nataka twende pamoja. Dhambi, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo nini? Mauti. Na hivyo mauti ikawafikilia watu wote. Kwa nini? Kwa kuwa wote wametenda dhambi. Sasa mauti inatuambia, maandiko yanatuambia mauti huenda na chuki. Silicho tukiona hapa, na kujua kwamba umepita kutoka kwenye, umepita kwenye hiyo mauti, umeondoka, umeingia uzimani, ni kuwapenda ndugu. Sasa hapa unaweza kusema sasa mimi mbona naona kama sina upendo? Sizungumzii kuenenda katika upendo, na nasema habari za kuwa nao. Unao, kama umeokoka unao. Inawezekana uendi katika huo, hutii agizo la upendo, lakini unao upendo. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Kitendo cha kuwa na ule upendo, na hapo upendo unaosema ni ule wa Mungu, ule upendo ambao mzizi wake mkuu sio ubinafsi, sio napata nini kwa huyu nimpendaye. Unapenda kwa kuwa ni tabia ya Mungu kupenda. Mungu hatupendi kwa kuwa kuna kitu kizuri anatafuta kwetu. Kwani tulikuwa na nini kizuri katika dhambi zetu? Tulikuwa na kitu cha maana? Tulikuwa tunapenda? Mungu alitupenda kwa sababu aliona kuna kitu tunapata kwetu? Alitupenda kwa sababu yeye ni upendo, na pendo hili ni kipimo cha kwamba huyu mtu ameshatoka mautini kuingia uzimani, kwa kuwa hawezi mtu kuwa nao akiwa kwenye mauti ile, akiwa kwenye dhambi, akiwa kwa shetani. Kwa nini nakazia hivi? Ni kwa sababu msingi wa ndoa kwa maana ya maisha mazima na utendaji wake wa familia, wa familia, ndoa pamoja na familia, vyote pamoja ni upendo. Upendo upi? Wa Mungu. Ndio upendo unaosamehe, ndio maana Yesu alisema maneno ambayo mtu asiyezaliwa mara ya pili hawezi kuelewa. Maana dunia inasema mpenda ya kupendaye, mchukia ya kuchukiaye. Ndivyo dunia inavyosema. Hiyo ni lugha ya shetani. Mungu anasema wapendeni adui zenu, watendeeni mema wale wanaowaudhi ninyi, wabarikini wale wanaowalaani nyie. Tuko pamoja? Na pendo hili limekuja kwenye agano jipya. Nisikilize vizuri, halikuwepo kwenye agano la kale. Kwa nini? Kwa sababu kwenye agano la kale kulikuwa hakuna kuzaliwa mara ya pili. Na ndio maana wewe mtu wa injili leo utakiwi kuomba wafedheheshwe, warudishwe nyuma. Yesu anasema wabariki wale wanaowalaani. Na kubariki nini? Ni kumtakia mema kutoka moyoni. Mtu anayekufanyia mabaya, ukiona amepatikana na mabaya alafu ukafurahi, ujue unaenda mwilini, sio rohoni. Kwa sababu jiulize, Mungu yeye anafikiriaje kuhusu watu wote? Anapenda wakosee? Wanapomkosea anafurahi? Anasema nakuchukia mimi. Je, anasema je, mimi nakufurahia kufa kwake mtu mwovu? Si afadhali akatubu akaishi? Mungu anatafuta mtu aishi, awe hai. Bwana Yesu apewe sifa nyingi. Ameturejesha kwenye Mwanzo, hatutasoma hili maana ameshalitaja pale, lakini liandike Mwanzo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 10. Na hapa nakuonesha nini? Chuki katika familia ya kwanza baada ya anguko. Na tumesema mauti hiyo ndio inayozaa mambo haya yote, tabia za shetani, wivu. Yani Habili anatoa dhabihu zilizo bora kuliko Kaini,
na Kaini anafanya nini? Anamuonea wivu. Wivu unaongoza kwenye chuki. Yaani unajua ndio maana mahali kijiji cha wachawi huwa akiendelea. Wewe angalia kijiji chochote ambako kuna wachawi, ukute kama kuna watu wanasoma, watu wanajenga nyumba za fahari, hakuna. Kwa nini? Roho ya kichawi, roho ya uchawi ndio wivu, ndio chuki. Yaani akiwa na mema hajakudhuru, yaani amefanya, yaani kwani mtu akijenga nyumba anakuja kubomoa ile ya kwako wewe mlio maskini. Lakini wewe mtu maskini atakasirika. Kwa nini huyu? Kwa nini namkuhusu nini? Si yeye. Ni nini nature ya shetani? Kitu kinakureketa. Nakumbuka tulipoenda kufundisha chuo cha Biblia Arusha, nilishangaza. Kwa mara ya kwanza niliiona wivu wa wazi wazi. Nilikuwa nimeuona huko nyuma, ambao nao niliushangaa sana kwa watu ambao wanasema wameokoka sana. Unajua ndio maana ukiokoka ukapata kujifunza mambo ya haya mapema, unaokoka na vitu vingi sana. Tumeleta tu kaseti kama kochi tena ka zamani, basi anatununia wiki nzima, hataki kuongea na sisi. Kwa tumefanya nini? Unamletea mke kanga mpya, amen, hataki kuitika vizuri. Nini? Ameruhusu shetani alete zao. Na Kaini, familia ya kwanza, wewe imagine Adamu alijisikiaje kwamba nimepata mtoto Habili, nimepata mtoto Kaini, alafu mmoja amemuua mwenzake. Unajua Biblia haisemi upande wa Adamu, lakini Adamu alianza kuona matokeo ya dhambi yake kwenye familia yake, na tutayaona matokeo yayo vizuri zaidi. Sasa familia mbili hapa, familia ya Mungu na ya yule muovu ndani ya watu wale wale. Dysfunctionality inaanza kwenye familia kwa sababu wamezaliwa na shetani. Kwa hiyo wengine hapa tunaona badiliko la kiutu linaloanza rohoni. Adamu anabadilika, mkewe anabadilika, watoto wanazaliwa katika badiliko hilo. Yule anayechagua kwenda na Mungu anaonekana. Yule ambaye anaruhusu hali ya kuzaliwa imtawale anaonekana. Kwa nini? Shetani anatenda kazi. Unakumbuka kwenye Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 7 anatuambia ile siri ya uasi inafanya nini? Inatenda kazi. Yule ambaye yuko nyuma yake anatenda kazi. Na ndugu zangu, utaona kwamba hata Bwana alipokuwa anatoa laana baada ya anguko, iligusa familia, ilimgusa Adamu na kazi zake. Kwa jasho utakula chakula, miiba na mbigili zitakuzalia siku zote za maisha yako. Lakini akamwambia Hawa, kwa uchungu utazaa watoto. Yani hata uzao kuja kwao duniani kuna kuja katika hali ya matatizo. Lakini anasema na tamaa yako itakuwa kwa mumewe, naye atakutawala. Mahali ambapo palipaswa kuwepo upendo, sasa panakuwepo na tyranny. Kwa ghafla familia imebadilika. Familia imebadilika. Na utaona hii hali ya anguko, hii hali ya mauti iliyoingia katika familia, kwa kadiri walivyokuwa wanaongezeka duniani wanadamu, hali hii ilikuwa inazidi kuwa kubwa na matunda yake kujidhihirisha. Tunaona kwenye sura ya 4 Habili anauawa na ndugu yake Kaini. Lakini ukifika kwenye sura ya 6 ya Mwanzo mstari wa 1 mpaka wa 7, hebu tusome pale. Hali ilishafika mbali kabisa sasa. Na angalia jinsi inavyohusiana na familia. Nianze mstari wa 1. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Kwanza kabla ya hapa, unakumbuka sura ile ya 4, uzao wa Kaini walivyoanza kuleta polygamy kwenye mambo ya ndoa. Lameki akaoa wake wawili, unakumbuka? Na yeye akaua mtu kwa kumtia jeraha, kwa hiyo mauaji yakaendelea. Lakini sura ya 6 unaona sasa masuala haya
Mstari wa 2, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Zimehama kutoka kwenye miaka 100, sasa zimerudi 120. Na hawa wana wa Mungu waliowaoa binti za wanadamu, sio maana hapa kuna shule nyingi za mawazo, lakini ushawahi kusema wakati mwingine, niseme tu kwa kifupi, huu ni ukoo tu wa wenye haki walioana na wasio wenye haki. Ndio maana matokeo yake anasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu, sio malaika. Tuko pamoja? Maana ungesema ni malaika wa Mungu aliwaoa. Maandiko yanasema, Yesu alisema kwa habari ya malaika, malaika walioko mbinguni hawaoi wala hawaolewi. Hawakuumbwa na capacity ya kuoa na kuolewa. Wao sio malaika, sio mwanamke wala sio mwanamume. Malaika ni sexless, ni roho. Roho haiwezi kuoa mwili. Unasema, lakini mchungaji, kuna majini wanaoa watu. Wala sio kweli, ni perversion, ni udanganyifu. Ni kweli linamuingia lile jini, linafanya linachokifanya, lakini ile sio ndoa wala sio muungano wa kweli. Maana anasema wawili watakuwa nini? Sio roho moja. Yule sio mwili, ni roho. Anachofanya ni perversion, ni uharibifu, lakini sio ndoa. Sijui atazalia mtoto. Hawezi kuzaliwa mtoto, hawezi kutokea huko akawa mtu. Na kikitokea kitu na kimetokana na shetani, kikemee, utaona kimebadilika nyoka kikimbia. Sio mtu yule. Lakini hawa ni watu. Hizi ni intermarriages kati ya watu wa Mungu na wasio wa Mungu. Wakaleta familia yenye mchanganyiko. Na matokeo ni kwamba hata wale wachache waliokuwa wamebaki wa ukoo wa Seti nao wakaharibika. Ukiendelea kusoma utaona sasa jinsi ambavyo Mungu anasema. Angalia mstari wa 5. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na ya kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akaghairi ya kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Anayenenwa hapa ni mwanadamu, sio malaika. Maneno yanayojirudia ni mwanadamu. Na akafikia mwisho sasa. Mungu akasema, mstari wa 7, Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. Bado ni milenia ile ya kwanza, lakini mauti imeshazaa mazao kiasi ambacho tabia zimeharibika mno. Hizi intermarriage kati ya watu wa Mungu na wasio wa Mungu zilileta familia zenye dysfunction, zisizofaa. Na ilianzia hapa. Swala la Mungu, watu wa Mungu kuoana na wasio wa Mungu, ilianzia hapa, kukatazwa. Kwa nini unatengeneza familia ambayo haziendi pamoja? Maana Biblia inasema, wawezaje kwenda pamoja wasipopatana? Lakini kuna mmoja aliokokaga. Hiyo ni exception, sio rule. Tuko pamoja watakatifu. Kitu tunachotazama hapa ni nini? Ni jinsi ambavyo kwa uasi kuingia, kwa mauti kuingia, kwa kadiri muda ulivyokuwa unakwenda, ndivyo familia zilizidi kuharibika. Kwa sababu kama tulivyosema, mauti ile ilileta tabia za shetani. Sasa kama wana familia wana tabia za shetani, baba ana tabia za shetani, mama ana tabia za shetani, mtoto ana tabia za shetani, kutatokea familia ile aliyokusudia Mungu? Hapana. Kwa siri ya familia kuharibika ni anguko la mwanadamu. Siri ya familia kutokuwa mahali pa upendo, pa furaha na amani, ni kwa sababu mioyo imepokea hali tabia ya shetani kwenye anguko. Kwa hiyo ndio maana huwezi kuona mfano wa familia zilizo bora duniani, kwa sababu ni wana wa yule mwovu. Hakiwezekani kitu kizuri kutoka kwenye kitu kibaya. Na kwa sababu hiyo utaona mambo mabaya sana yametokea. Uzinzi kwenye familia, incest, yani uzinzi kati ya ndugu na ndugu, intermarriages mbaya, yani mpaka wanafika kwenye
Mwanzo sura ya 19 unakuta Sodoma na Gomora imeharibika, mpaka inabidi sasa moto unyeshwe kutoka mbinguni. Marriages zinakuwa mahali pa hatari. Unaposikia watu wakisema kwamba ndoa, familia ni mahali pa kuvumiliana, kwa kweli haikupaswa kuwa hivyo. Ni mahali pa raha, ni mahali pa furaha. Lakini kwa nini wanavumiliana? Kwa sababu wenyewe wana uchungu, kwenye mioyo kuna matatizo. Na ndio maana tunasema mahali pa kuanzia ni katika Bwana, ni kuzaliwa mara ya pili. Alafu unajifunza kutembea katika mwanga huo kama tutakavyojifunza baadaye. Na tabia hizi kama tutakavyoona kuanzia kesho zinakuja kwenye uzao, kama vile tunavyopokea mambo mengine yoyote kwenye uzao. Tumejikuta tumezaliwa. Ndio maana hata katoto kadogo unakaona wakati mwingine kana tabia ambazo hutarajii kuzikuta. Huyu akajifunza wapi? Mbona ni mdogo sana? Kama tutakavyojifunza kesho, tabia mtu huzaliwa nazo nyingine na nyingine hujifunza, na hata zile za kuzaliwa hupaliliwa. Lakini tutazame jinsi ambavyo kwa kadri tunavyoendelea siku za mwisho, kwa kadri tunavyofika mwisho zaidi, ndivyo pia na hali zinakuwa mbaya zaidi. Tuna diagnose tatizo. Kesho tutaendelea kuzungumza habari za urithi, lakini tutazungumza sasa habari za kutoka, jinsi ya kutoka huko tukishaelewa sawa sawa. Timotheo wa pili sura ya kwanza sura ya 3. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5 na mstari wa 12 na wa 13. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5 na wa 12 mpaka wa 13. Paulo anamwambia Timotheo kwa roho wa Bwana, anamwambia lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Siku gani? Za mwisho. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Angalia, ukiambia usummarize tabia hizi, ni watu, neno lile, watu wenye kujipenda wenyewe. Kwenye familia kila mtu akijipenda mwenyewe, kutokuwa na familia pale, kukiwepo na ubinafsi na hali ya wasiopenda wa kwao, kutokuwa na familia pale, kukiwepo na wasio na shukrani. Yani imagine kwenye familia, wewe mume unaleta kitu kwa mke wako kwa furaha, alafu anakamata, anapokea kama ng'ombe. Unajua ng'ombe ndio wasemaje asante. Ukimtupia majani hawezi kusema asante. Afadhali hata mbwa anaweza akakutikisia mkia hivi. Lakini imagine hakuna asante. Wewe mwanamke unafanya juhudi, unapika, unafanya kila kitu, na wanaume wengi wako hivyo pia. Anakula, anaweka sahani hapo, anacheua. Yani kama vile kimekuja tu chenyewe, hawezi kusema asante mke wangu. Wasio na shukrani. Ndoa, familia zinakuwa mahali pagumu. Anasema wasiotaka kufanya suluhu. Sasa kama hawezi kutaka kufanya suluhu, maana yake wakikoseana wananuniana, wanaweka donge. Kuna familia pale. Siku hizi za mwisho familia ni mahali pa hatari. Ni nini hiki tunachokiona hapa? Ni utawala wa mauti ya kiroho kwa watu. Imezaa maoteo mengi, na hivi vitu vinavyonenwa hapa Paulo ana maana ya kwamba vitakuwa utamaduni, ni kawaida ya siku za mwisho. Sasa vinapokuwa ni kawaida, ni utamaduni, ni vigumu sana kutoka ndani yake. Unajua ni watu wengi sana, ni watu wachache sana wanatoka nje na utamaduni wao. Wanaweza wakafikiri nje na utamaduni wao, wakatenda nje na utamaduni wao.
Utamaduni una tabia ya kufunika watu na kuwatawala na kuwamiliki na kuwafanya waishi tu hivyo. Na sasa wale wachache watakaojitoa huko, kwa mfano kwenye ile familia wameokoka wawili watatu, watataka kuishi tofauti. Unajua kitakachotokea nini? Kama kile cha Kaini na Habili. Yule muovu anamuonea wivu mwema, yule muovu anamchukia na kumuudhi mwema. Angalia mstari wa 11 na 12 hapa, sura ile ya 3, mstari wa 12 na 13. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watasifiwa. Watafanyaje? Wataudhiwa. Yaani unataka kuishi maisha mazuri alafu ndio unaudhiwa. Kwa nini? Kwa sababu wale wana nature ya shetani. Mstari wa 13. Lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Kwa kadri tunavyoendea siku za mwisho, tabia hizi zilizotajwa hapa mistari mitano ya kwanza zinazidi kuwa nyingi sana, na dunia kwa ujumla wake haitaendelea kuwa nzuri, itaendelea kuwa mbaya. Maana yake sisi watu wa Mungu tumeitwa kuishi maisha chanya katika ulimwengu ulio hasi, kuishi kama nuru mahali ambapo ulimwengu wote ni giza na unazidi kuwa giza. Tafsiri ya mambo yote haya ni kwamba familia za watu wa Mungu zinakabiliwa na changamoto ya tabia na utamaduni muovu na unaozidi kuwa muovu. Kwa hiyo hawaoni mfano mzuri. Watoto wanatoka kwenye mfano mbaya wa wazazi. Hawajawahi kuona upendo kwa wazazi. Mtoto hakuona baba yake akimpenda mke wake, mama yake. Hakumwona mama yake akimtii baba yake. Haoni dada zake wakiishi maisha yanayo. Kwa hiyo kinakuwa kitu kigeni kuishi maisha yanayofaa. Kuna kuwepo na utamaduni na mtazamo ulio mbaya sana kuapply kwenye familia. Na siku hizi watu walio wengi hawaingii kwenye ndoa wakijua wanafanya nini. Hawaingii kwenye ndoa ili wao wakawe baraka kwa yule mwingine. Wanaingia kwa sababu za ubinafsi. Na walio kwenye ndoa wengi sana hawajui tuko hapa tutoe. Unajua katika economy ya Mungu, kilicho kizuri si kupokea hasa, kilicho kizuri ni kutoa. Sasa lakini mbona kupokea inaonekana ndio nzuri zaidi? Hapana. Yesu alisema ni heri kufanya nini? Na sio mali tu, kutoa. Toa tabia njema. Na unajua mambo haya ukifanya yaliyo mema, umepanda, kwa lugha nyingine utayavuna hayo. Panda kusamehe, utavuna kusamehe. Panda tabasamu kwa mwingine, utavuna tabasamu. Wewe atafanya exercise hata sasa hivi. Ukikutana na mtu ukimuonesha uso wa tabasamu, na yeye atatabasamu bila hata kujua kwa nini wewe unatabasamu. Kwa sababu sheria ya upendo sheria ya tabia ni kupanda. In fact unaposoma kwenye Galatia pale sura ya 6 anaposema tukipanda ngoja tuisome tuipate vizuri. Nachotaka kuona hapa ni sio kupanda mali tu, ni kupanda tabia. Ni kupanda tabia. Sura ya 6 ya Wagalatia mstari wa 7 mpaka wa 10 anasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachofanya nini? Atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Unajua inazungumzwa kwa mwili kwa hapa kwa watu wa Mungu. Maana kwetu sisi rohoni mwetu tumezaliwa mara ya pili. Makosa tunayafanya tunapoufuata mwili. Yaani tunapofuata miemko ya mwili badala ya kuutiisha mwili na kulitii neno la Bwana. Lakini ukipanda kwa mwili, maana yake matendo yale ya mwili yalitokulia kusema sura ya 5 hapo juu. Utavuna katika mwili, utavuna uharibifu. Na yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna nini? Uzima wa milele. Sasa mtu mwenye akili anaona kutenda mema ni jambo jema, kwa sababu anajua anapanda lililo jema. Kwa hiyo atavuna lililo jema.
Anasema tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Hizi ni athari za anguko. Lakini nitambulishe kwa dakika moja, alafu tuendelea nalo la pili. Hali za familia hurithishwa kizazi baada ya kizazi, ziwe njema au mbaya, kama kusipofanyika marekebisho. Hilo ndo wazo ambalo tuendelea nalo kesho, lakini nikupe andiko. Nirudie kwanza kwa sababu naandika. Hali za familia hurithishwa kizazi baada ya kizazi, ziwe njema au mbaya, kama kusipofanyika marekebisho. Tulisema tangu mwanzo ya kwamba mwanadamu ni human race, ni uzao, na kwa kuwa ni uzao, basi hupokea kwa wazazi wake. Kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15 tunasoma hivi. Sura ya 15 Wakorintho wa kwanza mstari wa 49 anasema, na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, nani huyo? Adam, kadhalika tutachukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Tulichukua sura yake yule wa udongo. Ukiwa na hilo, twende kwenye Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa nani? Kwa nani? Kwa baba zenu. Kumbe kuna mwenendo tumeupokea kwa baba zetu. Kuna tabia tumezipokea kwa baba zetu. Ndio maana utakuta kuna familia zenye tabia fulani fulani zaidi kuliko wengine, kwa sababu kama alivyo baba ndivyo alivyo mwana, sio jamani? Sawa. Na familia sio ya mahali pamoja tu, hata ukoo, hata kabila. Hata hapa nikiuliza mtaniambia kwamba ndio ziko tabia ambazo ziko kwenye kila kabila, lakini kuna zinazochomoza zaidi kwenye kabila fulani kuliko wengine. Wote ni wazinzi, lakini kuna ambayo inachomoza zaidi kwenye kabila fulani au makabila fulani. Wote ni waongo, lakini kuna ambayo inachomoza zaidi. Ndio maana Paulo alimwambia Tito, mtu wa kwao, akizungumza watu wa Krete, amesema wa Krete ni waongo siku zote. Yaani kwa nini watu fulani wanakuwa identified na tabia? Wamerithi, wamepokea. Wote ni wavivu. Kwenye kila kabila utakuta wavivu, lakini kuna ambao wanajulikana ni wavivu zaidi kuliko wengine. Kwa nini? Kwa sababu ya urithi. Makabila yote wana hasira, lakini kuna ambayo hasira iko juu zaidi kuliko wengine. Yaani sio kila mtu, lakini wengi utawakuta wana namna hiyo zaidi. Aliniambia mchungaji Kagera, akasema, mchungaji, kule kwetu mtu akikwambia nitakuua, kimbia, anamaanisha. Lakini sio kila kabila mtu akikwambia nitakuua anamaanisha kukuua. Mwingine anakutisha tu. Lakini kuna mwingine, na nakumbuka tulipokuwa shule, makabila ya Wajita tulijua kabisa tukae mbali nayo, kwa sababu wana umoja, alafu wana hasira na wana kinyongo na hata kusamehe. Kwa hiyo usimchokoze, kaa mbali kabisa. Tulikuwa tunajifunza kabisa kaa mbali nao. Kuna wakati kwa tunaingia Afrika Kusini, mwenyeji akaniambia, hapa kwanza usijue kapaki kibasi, maana kuna kile kibasi kile kidogo, usikae hapa kwenye foleni ya daladala, watafikiri unataka kuibia abiria. Na ukifanya hivyo hawafikiri mara mbili, toa bastola pa. Ndivyo walivyo South Africa. Kuua ni mtu sana kukanyaga sisimizi tu. Wamerithi hiyo kwa sababu ya hali ya ukoloni waliokuwa nayo.
Na wakaniambia ukijikuta katika kutembea umemkanyaga mtu, omba msamaha haraka sana, tena kwa unyenyekevu. Yaani usimwangalie hivi haraka. Yeye atatoa tu bastola, anaelekeza kichwani, pa, hana wasiwasi, au kisu. Na kwenye ile familia niliyokaa, watoto walikuwa wanarudi shuleni mapema sana. Mtoto wa mchungaji Masam wa kiume akaniambia, mchungaji, nishawahi kuona mtu akimuua mwanafunzi wa shule, tena sio wakubwa, akimuua mwenzake mbele ya macho yangu. Nini? Alimkosea, alafu akakaa kinyongo, akaenda nyumbani akaleta kisu taratibu. Mtoto yule amesahau, wakati hajijui, hana haili, akamshika akamshililia moyoni huko, anamwambia wewe ulifikiri nini? Paka analala chini taratibu, anakufa. Ndio. Na kitu amemkosea tu kama kawaida, ni wamepokea kwa wazazi. Sasa imekuwa utamaduni, imeingia kwenye damu. Kwenye ndoa, nisikilize vizuri, na kwenye familia zetu, kuna watu, mara nyingi watu wana vitu, wana behave, wanavyofanya vigumu sana kwa sababu wamevirithi, na vingine wanavikuta viko kwa baba yake na mama yake na ukoo huo. Na kama tutakavyoona, mahali pa kuanzia ni pa kutambua wapi una udhaifu. Ndugu zangu, niwaambieni ukweli, kila mmoja hapa na mimi nikiwemo, kuna tabia tulipokea kwa wazazi wetu. Tuko pamoja? Mwingine hivi, mwingine vile, mwingine kwa ugumu sana, kwa wingi sana niseme, mwingine kwa kirahisi anaweza akaishinda. Mwingine ana tabia ya hasira za karibu, na hasira yake ni ya kupiga. Ukiolewa na mwanamume ambaye hasira zake ni za karibu na za kwake ni zile za kupiga, unahitaji neema ya Mungu. Kwa sababu ni sawa sawa, na hakuna kitu kibaya kama unakuta mwanamume ni mtu mwenye hasira hizo, alafu mwanamke ni mchokozi. Yaani mwanamke ni yule ambaye Mfalme Suleiman alisema ni heri kukaa kwenye pembe ya dari kuliko kukaa na mwanamke mgomvi. Yeye ndio yule haviishagi. Kila siku unarudi saa 4. Unafikiri mimi ni ng'ombe, wewe sijui nini. Basi samahani mama, samahani nimekosa. Kila siku utasema samahani, wewe msamahani nitaweka wapi? Kila siku samahani, kila siku samahani. Mimi naenda kwetu. Sasa anavumilia yule mwanamume, alafu akuta yule mwenye hasira sasa. Mwisho anajikuta amemnyanyua, amempiga huko ukutani. Lakini mizizi ni nini? Kuna kitu amerithi cha hasira kiko kule ndani. Ni mpaka akitambue, sio akatia hapa juu, aking'oe, atupe. Na yule mwanamke anahitaji kujua. Unajua maneno, kwa nini anasema vile? Anasikia kuwashwa, yani anasikia nisiposema sio sawa. Lazima ang'oe hiyo, atupe. Ndio maana maandiko anasema, ngoja tusome tena hapa. Tusome tena. Nanyi mfahamu, sema mfahamu. Mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kufanya nini? Kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Kutoka ni mimi na wewe tunatoka, lakini kitendo cha ukombozi kimekwisha kufanyika, si ndio? Mtoke katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa nani? Kwa baba zenu. Tulipokea by genetic inheritance, tulirithi kwa vijina 7 hivyo. Lakini nataka nikuambie, unaweza ukang'oa mapando ya adui, maana rohoni umeshakuwa mpya. Ile tabia iko mwilini, iko katika fikra, unaweza kupambana nayo. Tutazungumza huu urithi, alafu na jinsi ambavyo katika Injili sasa tuna nafasi ya kuonyesha sura ya Mungu. Ndio maana Paulo anasema tuvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani. Wewe mtu uliyeokoka lazima uwe on guard, ujilinde, uwe ukiangalia na kuichunguza. Hii hali nilionayo, hii ni ya yule wa zamani, ng'oa, tupa.
haya maneno, haya hasira, hiki kiburi ni kitu cha kung'oa na kutupa. Usiache kile kitu cha zamani kikadumu, kitakuozekea. Tatizo sasa ukiwa mtu wa mwilini, maana yake vile vya mwilini vitakuambata. Ni lazima kuanza kukua ili roho itawale mwili, ili ule ukiumbe mpya uonekane kwa nje. Maana huo ukiumbe mpya ndio sura ya Mungu yenyewe, ambayo baba akiwa nayo, mama akiwa nayo, watoto akiwa nayo, sura inaonekana kwenye ile familia. Tusimame.